Kabla hujaanza kulaumu mshahara unaopata ni mdogo, angalia kwanza tabia zako za matumizi ya fedha, kwa sababu tatizo sio kiasi cha pesa unachokipata. Tatizo ni jinsi unavyozitumia hizo pesa unazozipata. Unaweza kupata pesa nyingi, lakini kama una matumizi mabaya ya fedha, utaendelea kuwa na matatizo ya kifedha. Safari ya mafanikio ya kifedha inaanza kwa kuacha tabia zinazopoteza pesa zako. Tabia ya kwanza ni kununua vitu bila mpangilio. Unapoteza fedha kwa sababu ya kununua vitu kwa hisia na tamaa ya muda mfupi bila kujiuliza kama hivyo vitu unavyonunua vina umuhimu wa kuvinunua kwa muda huo ama havina umuhimu. Tabia ya kununua vitu bila mpangilio huwa inasababisha kuwa na matumizi yasiyokuwa na ulazima na kuharibu malengo yako ya kifedha. Kabla ya kununua kitu chochote, jiulize kwanza kama unakihitaji hicho kitu au unakitaka hicho kitu. Kama unakihitaji, kinunue, lakini kama haukihitaji, jifunze kuzuia hisia zako za kufanya manunuzi bila kuwa na mpangilio. Ukipanga bajeti ya matumizi kabla ya kununua, itakusaidia kuokoa fedha zako na kuwa na matumizi mazuri ya fedha. Tabia ya pili ni kuishi juu ya kipato. Baadhi ya watu huwa wanatumia fedha nyingi zaidi ya kiwango wanachokipata ili waonekane wana maisha mazuri. Hali hii huwa inawafanya waishi kwa madeni na kushindwa kuweka akiba. Uamuzi ni wa kwako. Maisha mazuri sio kutumia pesa nyingi. Maisha mazuri ni kutumia pesa kwa akili. Ukiishi ndani ya kipato chako, utaweza kuwa na uhuru wa kifedha. Tabia ya tatu ni kuishi bila budget. Budget ni ramani ya matumizi ya fedha zako. Bila budget ni rahisi kutumia pesa bila mpangilio na usijue pesa zako zinaenda wapi. Unapotengeneza budget itakupa uwezo wa kudhibiti mapato yako na matumizi yako. Ukiwa na budget nzuri, utaweza kuepuka matumizi yasiyokuwa na ulazima na madeni ya mlundikano. Tabia ya nne ni matumizi ya papo kwa papo. Haya ni matumizi ambayo yanasababisha ushindwe kuweka akiba na kuwekeza, kwa sababu unatumia pesa zinaisha bila kufanya jambo lolote lenye faida. Jifunze kutenga angalau sehemu ndogo ya kipato chako kwa ajili ya akiba na uwekezaji kabla ya kufanya matumizi mengine. Nidhamu ya fedha ndiyo msingi wa maisha bora ya kesho. Na tabia ya tano ni kugawa pesa bila sababu za msingi. Kusaidia watu ni kitu kizuri sana, lakini kutoa fedha bila mpangilio au sababu za msingi kunaweza kukuingiza kwenye matatizo ya kifedha na ukajikuta unaingia kwenye mikopo na madeni ya mrundikano. Toa msaada kwa mipaka na kwa uwezo wako. Usiharibu hali yako ya kifedha kwa kujaribu kuwafurahisha watu. Hekima ya matumizi ya fedha ni chanzo cha mafanikio ya kifedha.